wabunge wote. Mr. Speaker, nasema hivi, up to you. Nasema hivi, Mr. Speaker. Nilisikia kama huyo mtu anaitwa Mr. William Ruto anasema huko kama huko State House ati this time round 2027 ati gap ataweka hapo katikati ni 2 million ama 3 million. Sijakataa. Ameweka kwa ndoto na kama kuna kika ataweka. Awache kusumbua Rigathi Gachagua hapa Mlema. Na hata fanye nini? Hata waue watoto. Hata sisi tuwekwe ndani. What I know, Ruto ataenda nyumbani. Sikudanganyi. This time round, hata fanye nini? Hata change. Hata waweke picha ya Oburu Odinga. Hata weke picha ya Raila Amolo Odinga na picha yake kwa nguo moja. Huyu jamaa anaenda nyumbani. Mr. Speaker, just give me time. Mr. Speaker, nasema hivi. Huyu jamaa anasema atakuwa na 3 million ama 2 million range. Mr. Speaker, najua wewe ni mwalimu. Unaona kwa darasa unaweza kuwa na watoto kama 100. Lakini hata ule namba ya mwisho, ule anachukua namba ya mwisho, bado yeye pia atasema tu atapita mtihani. Kidogo Mr. Speaker, unipe time. Nataka kumwambia watu Mr. Speaker hivi. Unaona hapa Kenya mahali imefika, hatutabembeleza Ruto. Na nataka kumwambia Mr. Ruto, ukiangalia watu wote Mr. Speaker, leo ni Tuesday. Na ukiangalia watu, angalia uso yao, watu si kwa yao ni wanabunge wa Jacaranda. Na wanabunge ndio wamechoka hivi. Watafika chini Mr. Speaker, nasema hivi. Mr. Speaker, the reason why nimesema hivyo. Mr. Speaker. Just listen to me so that you can be able to collaborate with my words. Hey, Mr. Speaker, the reason why nimesema hivi. Ukiangalia watu hapa, Mr. Speaker, kuna mtu ako na 70 years hapa. Kama ako hapa, huyo mtu ako na 70 years hapa ako na plot. Sikudanganyi. Ukijua uko hapa na uko na 60 something years, uko na plot. Huyo mtu hajui mambo ya rent ni nini kama ako hapa. Lakini majority ya watu wako hapa wako na 35 na hapa watu bado wanalipa school fee. Sababu gani nimesema hao watu tumechoka? Hao watu ndio wanalipa school fee, hao watu ndio wanapigiwa simu kutoka nyumbani, na hao watu ndio wanajua chakula ni pesa ngapi. Sasa nikisema wamechoka bado wanakataa. Kweli wamechoka? Hawangekuwa wamechoka, hawangekuwa wamesimama hapa wanasikia kitu nasema. Unasikia hapo? Hao watu wamechoka na wanaogopa tu kukuja hapa kumwambia Ruto wamechoka because wawezi kuja hapa hao wote na watu wote wawezi kuwa pasta. Sasa wamenituma wanasema wamechoka na kweli Ruto must go. Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Mr. Speaker, kuja basi uniinform. Mr. Speaker, I would just wish to inform the member on the floor. Ni ukweli tumechoka. Lakini tumechoka na maandamano, tumechoka na kuuawa, tumechoka kumwagiwa damu, tumechoka na abduction, tumechoka na yani tumechoka. Maandamano ndio tumechoka nao. Sawa. Mr. Speaker, umejua nilisema hao watu wamechoka. Umesikia amekuja amesema amechoka na nini? Amechoka na maandamano, amechoka na watu kuuawa, na hata juzi mtoto aliuawa hapa juzi hapa. Ukweli ama si ukweli? Na alikufa kwa government ya nani? William Ruto. Na alikufa juu ya teagas. Sasa pole sana, hii msalaba 2027 lazima Ruto aende. Alafu akisaende hautachoka tena ndugu yangu. Sawa. Sasa hii amechoka lakini mbele iko sawa, hatachoka tena. Unaona Mr. Speaker, nikimalizia. Hata wewe mwenyewe Mr. Speaker, ukilipia mtoto yako school fee, lakini huyu mtoto anakuja tu na number last, umejua unachoka. Hata hao wazazi usichoke.
kama bado niko hapa, tutapigania watu na Ruto ataenda nyumbani. Mr. Speaker, nikimalizia sekondi 3. Mr. Speaker, I want to inform agency hapa Kenya. Chukweni kura. This month, tarehe 31st, watu watakuwa na mkutano huko town. Na wajenzi wote, pigieni Kanumba kura akuwe kama president, so that wanajenzi hapa Kenya coming 2020 Karumba tupigie Karumba kura. Mr. Speaker, you are not Gen Z, so hata kama uja listen to me, wanajenzi wata listen to me. Nasema hivi, Mr. Speaker, tarehe 31st this month, hapa wanajenzi wote watapatana, watachagua president yao, so that tuungane hao watu sisi kama watu one time, tupeleke Ruto nyumbani, because Gen Z ndio alikufa. Nataka kumwambia wana Gen Z hivi, wakienda hapo wapigie Karumba kura akuwe kama president wao. Asanteni.